Once again. Naifungua dunia tunakutana na mshikaji. Anakwenda kwa jina la Jamal. Na leo mshikaji alikuwa amemwashia moto kweli mfanyakazi wake. Huyu hapa ni mfanyakazi wake wa ndani. Kazi yake ni kusafisha, kupika pamoja na kuhakikisha kwamba anafua na nyumba inakuwa safi. Hutoka uamini kwamba mshikaji siku ya leo alikuwa amemtimua kazi kwa kosa moja tu. Mshikaji alikuwa amehamisha limoti. Limoti huaga inakaa kwenye meza, lakini huyu mfanyakazi aliihamisha na kuiweka kwenye kochi. Mshikaji kamtimua. Hapendi masiala hata kidogo. Hapendi mtu ambaye anazingua, anavunja sheria. Mfanyakazi alikuwa akimuomba mshikaji asimfukuze, lakini mwamba alimtimua. Anaangalia labda mshikaji atamuonea huruma, lakini mwamba hana huruma kabisa. Mwamba bana chezea bana. Hataki matani hata siku moja. Na ni wakati mwingine mshikaji hutoka uamini ni kwamba alianza kutafuta mfanyakazi mpya. Na alikuja mdada fulani hivi, alikuja hapo kwa sababu ya kuja kufanya interview, ili mradi aweze kupata kazi kwenye nyumba ya mshikaji ambaye anaitwa Jamal. Lakini mwamba alikuwa akimwambia kwamba umeshindwa kabisa kuweza kusafisha hata viatu vyako. Utaweza kuisafisha nyumba yangu yote hii? Utaweza kweli? Viatu vyako tu vimekushinda. Mimi nadhani umefeli kabisa. Unaweza kujichenga. Basi yule dada akawa anaondoka zake pale. Na kuna mdingi akatimba. Naye amekuja hapa kwa sababu ya kuja kufanya interview, maybe anaweza akapata kazi. Mr. Okafo, kazi kwako. Na kusikiliza, unaweza kaendelea. Basi mdingi akawa anasema, unajua mwanangu, kiukweli nimefurahi kweli kwa sababu umenipatia nafasi ya pekee. Mimi sio mtoto wako. Najua, lakini wewe umri wako ni kama mwanangu tu. Yaani ni kama mwanangu. Mimi nina babangu. Wewe sio babangu kabisa. Huwezi kuwa babangu hata mara moja, na usijifananishe na babangu kwa sababu hapa umekuja kwa sababu ya kuja kuomba kazi. Mimi ni bosi wako, sio mtoto wako. Kiukweli unazingua. Uwezo kuja tu kwenye nyumba ya watu, umekuja kwa sababu ya kuja kufanya interview, alafu unakaa tu chini badala usimame, alafu unaanza kuzungumza unasema wewe babangu. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Na interview yetu imeishia hapa. Unaweza kujichenga. Umefeli. Mdingi akabaki anashangaa. Kivi tu yani kilesi hivyo. Ndio hivyo bana. Mdingi kakosa kazi kwa sababu ya nidhamu yake mbovu. Yaani amekuja kuomba kazi alafu anaanza kumwambia mshikaji eti yeye ni kama mtoto wake. Mdingi kazingua kweli. So mwamba kagundua kabisa kwamba mdingi ana nidhamu hata kidogo. Hata akija kufanya kazi hapa atamchukulia kama mtoto wake tu, na kazi haziwezi kwenda hata kidogo. Ndio inavyokuaga. Watu wengi waga wanakosa kazi kwa sababu eti ya kuangalia umri wao na mtu ambaye anakuwa na mwajili. Na uwezi kuamini kwamba kuna mdada mwingine alitimba hapa kwa sababu ya kuja kufanya interview, na mwamba kamuuliza maswali mawili matatu, na utoka uamini kwamba huyu bidada alipasi bana. Alifanya kile ambacho mshikaji alikuwa akikihitaji. Yaani kwamba huyu dada ndio kile ambacho mwamba alikuwa akikihitaji. Alihitaji mfanyakazi kama huyu hapa. Basi mshikaji akaona no way, akamchukulia mkataba pale kwa sababu bidada kaenda sawa. Ndio mtu ambaye pekee alikuwa mshikaji akimhitaji. Basi kampatia mkataba. Huu ni mkataba na ndio una sheria zote za hii nyumba. Nenda kaupitie vizuri kabisa. Na siku ya kesho utaanza kazi. Na mshahara ni 3,500 kila mwezi. Mshikaji analipa vizuri kweli. Yaani udada atakuwa analipwa 3,500 kila mwezi kwa kuweza kufanya usafi na kupika na vitu kama hivyo. Yaani ni mfanyakazi wa ndani kwenye nyumba ya mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Jamari. Basi bidada mdogo mdogo akawa anajichenga. Ila mshikaji alimsisitiza kwamba inabidi aweze kuzingatia kuweza kuzisoma zile sheria. Na mshikaji ambaye anaitwa Jamal akaendelea na kazi zake za kila siku. Na dudu letu linakwenda kwa jina la Penzi Mtumbukio. Mwamba aliendelea na majukumu yake ya kila siku, na bidada siku leo alikuwa ndo ameanza kazi na akawa amemletea mshikaji chai hapa. Lakini mwamba akawa anamzumu. Vipi, kuna tatizo lolote? Yes, kuna tatizo. Umevunja sheria. Bidada akabaki anashangaa. Ni sheria gani ambayo nimevunja? Mshikaji akanamwambia kwamba inatakiwa kila wakati ambapo utakuwa unanihudumia uhakikishe kwamba nguo yako umeifunga vizuri, vifungo vyako vyote, na hata kifungo kimoja kisiwe wazi. Sijui, nadhani kama unanielewa. Na kitu ambacho inabidi ukizingatie ni kwamba hata siku moja usije ukaniita bosi. Niite Jamal. Mshikaji hataki kuitwa bosi bwana. Anataka muda wote bidada aweze kumuita kwa jina lake ambalo mshikaji anaitwa Jamari. Basi bidada akawa anajichenga kuelekea zake kwenye mitikasi yake mingine. Na wakati mwingine mshikaji alikuwa kitimba hapa, kamkuta bidada alikuwa akitandika kitanda. Mshikaji akawa anamwambia, "Vilapa vyangu viko wapi?" Vipo huku. Mshikaji akabaki anashangaa. Umehamisha, si ndio? Ni nani amekupa mamlaka ya kuweza kuhamisha? Bidada akawa anaweka pale. Katandika vizuri pale kwa sababu hujatandika vizuri. Na uhakikishe kwamba hakuna kuhamisha vilapa vyangu. Vilipo hapa, vikae hapa. Na mto haukai hivi. Inatakiwa unaugeuza namna hii, alafu then
unakaa hivi. Umeona unavokaa? Bidada anasema yes naona. Haya, katandika vizuri pale. Basi bidada mdogo mdogo akawa anaenda kutandika vizuri. Mshikaji anachokitaka, kile ambacho amekizoea ndo hicho. Kama vilapa vinakaa kushoto, vikae kushoto. Kama mtu anageukia upande wa juu, ugeukie upande wa juu. So anageuza bana. Bidada mdogo mdogo akawa anajichenga na alifika chumbani kwake akiwa amekasirika vibaya mno. Inawezekanaje? Yaani kwa maneno mimi ninavyopanga so sahihi. Anataka kuweka kitu ambacho anataka yeye. Anazingua bana. Hata kama ni masharti yamezidi. Bidada alikuwa akilalamika kwa sababu mshikaji anapenda kila kitu kiwe kama ambavyo anataka yeye. Kumbe sometimes wadada wakazi waga wapendi vitu ambavyo bosi zao waga wanawaamlisha. Basi bana, wakati mwingine bidada alikuja kumletea mshikaji kinywaji hapa na vibiskuti mshikaji aweze kutafuna, lakini mwamba akamwambia glasi ambayo umeniletea kwenye hii juice sijaipenda hata kidogo, kabadilishe. Basi bidada mdogo mdogo ikabidi aende kubadilisha. Mshikaji kitu ambacho hajakizoea hawezi kukitumia hata mara moja. Basi bidada ikabidi amletee juice kwenye glasi nyingine. Hapo mshikaji hapo apecha lolo, hapo chikopa shega. Vipi hapo kila kitu kipo sawa, unahitaji kitu kingine? Mshikaji kamwambia hapana. Basi bidada mdogo mdogo akawa anajichenga pale. Nani wakati mwingine mshikaji alikuwa akitoka zake kuelekea zake kazini na alimuita bidada ambaye anakuwa kwa jina la Sobe. Huyu bidada anaitwa Sobe. Na mwamba akawa anamwaga na kuweza kumwambia kwamba siku ya leo nitachelewa kidogo kazini kwa sababu nina majukumu mengi. Hakikisha kwamba unaitekea nyumba yangu. Alafu mshikaji akawa anajichenga. Bye boss, unasemaje? Unaniaga mimi? Wewe mpumbavu nini? Mimi utaki kuniaga kabisa kwa sababu mimi sio bibi yako. Lakini si unatoka nje, kwani nikikuaga kuna shida? Shida ipo. Kwani mimi ni bibi yako au babu yako au mzaa mamako? Hata siku moja usije ukaniaga hata mara moja kwa sababu mimi ni bosi wako. Ninapotoka natoka muda ninaotaka na kurudi muda ninaotaka. Wewe pumbavu nini? Zingatia majukumu yako. Alafu mshikaji akawa anajichenga. Hataki habari za kuagwa hata kidogo. Agu kwani anaenda kufa. Bila anasema kazi ninayo. Hapa kazi ninayo. Kwani mshikaji ni mtu ambaye ana makasiliko vibaya mno. Basi bidada akaendelea na majukumu yake ya kila siku. Akaendelea kuchapa kazi. Na baada ya kuweza kumaliza kazi, huwezi kuamini kwamba akawa ametia msosi wake pale mezani anakula. Bidada vipi? Hajaiona dining nini? Na baada ya kuweza kula utoka uamini kwamba akapitiwa na usingizi. Akawa amelala pale. Na mshikaji akawa anarudi nyumbani mdogo mdogo. Hatoka amini. Anamkuta bidada amelala kwenye kochi lake na amelia chakula kwenye meza yake. Mwamba hakuamini. Alipagawa, alimuita kwa hasira vibaya mno. Kuba babake mchawi wewe. Unaanzaje kulala kwenye kochi langu? Baba, hamna cha bosi pumbavu wewe. Alafu isitoshe umeona itoshi, umeamua unalia chakula kwenye meza yangu. Kwamba dining uioni, si ndio? Na unalala kwenye kochi langu chumbani kwako kwamba hauponi, si ndio? Mwamba utoka uamini kwamba alikasirika vibaya mno kwa sababu bidada kitu ambacho anakifanya ni uvunjifu wa sheria. Sheria inazungumza hivi, inabidi azingatie kila kitu ambacho kimeandikwa kwenye mkataba. Alafu remote yangu unashika, samani boss, samani jamari. Bidada akawa anafuta. Unaifuta na manguo yako hayo. Kiukweli utakuwa umeitia bakteria nyingi sana remote yangu. Unajua ni kiasi gani ambavyo na sanitize remote yangu mpaka unaitia mabakteria? Pumbavu mkubwa. Mshikaji utoka uamini ni kwamba alikasirika vibaya mno na kawa anajichenga. Bidada akawa anaomba radhi, lakini mshikaji alikuwa ameondoka. Na mtoto wa kike ilibidi amfuate mshikaji chumbani kwake. Na alikuwa akimuomba radhi kwa kile ambacho amekifanya. Na mshikaji alimpa onyo na akamwambia akirudia tena atakuwa na kazi. Yaani mshikaji atamtimua kazi bidada ambaye anakuwa jina la Sobe. Na ni wakati mwingine bidada tunamwona alikuwa akiongea na simu na utoka uamini alipokea taarifa mbaya vibaya mno. Bidada alipagawa. Jamani, mshikaji katimba. Vipi wewe, mbona unapiga makelele? Ndakupigia. Nini? Tatizo nini? Mbona unapiga makelele? Anko amekufa. Kumbe ni swala la kifo tu, yani mambo madogo kabisa hayo. Unasemaje? Kwani yangu amekufa kwa shida gani? Alikuwa ameumwa mwezi mzima mpaka amekufa na ameteseka kweli. Mimi nadhani vizuri kwa sababu amekufa, nadhani amepumzika. Unajua kufa ni kupumzika. Alafu kila mtu kwenye dunia atakufa. Kwa mwenzako akifa, so haimaanishi ndio lielie eti sijui mambo mengine yasiende, no. Mtu akifa mambo mengine yanaendelea. Kwa nini useme hivyo? Nasema hivyo kwa sababu ni kitu ambacho kipo. Kila mtu ambaye amezaliwa na mwanamke ni lazima afe. Tuliumbwa kwa udongo, tutarudi kwa udongo. Kwa usitegemee kwamba utaishi milele. Cha msingi niendelee chakula kwa sababu njaa inaniuma kweli. Chakula kikiva niletee chumbani kwangu. Alafu mshikaji akawa anajichenga. Hajali kabisa kuhusiana masuala mazima ya kifo. Bila kusema huyu sio binadamu.
Huyu anakaa shetani kidogo. Wakati mwingine mshikaji alikuwa akichapa kazi na bidada alimfuata. "Oh, asante sana bosi wangu. Nimepokea pesa, nimepokea mshahara. Asante sana." "Usinishukuru kwa sababu umefanya kazi. Umechapa kazi, nimekulipa. Hakuna favor yoyote ambayo nimekupatia. Sijakupa hiyo pesa bure. Umefanya kazi, nimekulipa. Kwa hata siku moja usije ukaniambia asante nikikulipa mshahara." Bila kusema sawa, lakini asante. Hivyo asante. Maana mshikaji anamlipa mshahara mzuri kweli. Ni zaidi ya 350,000. Ndo analipa huyo dada kwa kila mwezi kwa kuweza kufanya kazi za ndani tu. Basi bidada mdogo mdogo akawa anatuma pesa nyumbani kwa sababu ya matibabu ya mama, dawa, hapa kwa sababu ya pango, hii chakula. Sasa mbona hela yote inaisha? Yaani bidada mshahara wake wote unaishia kutuma nyumbani. Kwani nyumbani kwao ni maskini kweli. Wana maisha magumu. Na yeye ndo dada mkubwa. Na yeye ndo analea familia eti. Wakati mwingine bidada alikuwa akimhudumia mshikaji kama kawaida. Kahawa. Mwamba alikuwa akichapa zake kazi. Na baada ya kuweza kumhudumia Mwamba, bidada akawa anajichenga. Lakini leo alikuwa hajisikii vizuri hata kidogo. Na utoka uamini kwamba kindindi, kizunguzungu, kichina china, genius. Bidada Charlie alidondoka pale na mshikaji alishtuka. Nini ambacho kinaendelea tena? Mwamba akapagawa, ikabidi amfuate bidada kwa sababu bidada alikuwa amezima. Mwamba akawa anamwangalia vipi hajanyosha au? Bidada alikuwa ni mzima ila alikuwa amezidiwa na mshikaji alimpeleka mpaka hospitali. Utoka uamini majibu ya daktari. Daktari alikuwa akizungumza na kuweza kusema kwamba huyu binti ana kansa na kansa yake imemtafuna mpaka pa mwisho. Hapo alipo ana hata miezi 2, yana na mwezi 1 na wiki kadhaa tu atapoteza maisha. Lakini ukitaka afikishe miezi 2, make sure kwamba unamkea, unamtunza na kumlinda. Umjali, uhakikishe kwamba afanye kazi ngumu na anakula vizuri. Alafu daktari akawa anajichinga. Mshikaji akawa anawaza, yani yeye ndo amjali huyu dada, eti amlishe vizuri, amtunze wakati ni mfanyakazi wa ndani. Bidada alikuwa akilia kwa sababu anajua hilo haliwezekani. Na mdogo mshikaji akaenda akamfungulia mlango wa gari. Mwamba anakea kweli. Lakini huyu dada kwa kuwa anaumwa na ana mwezi 1 tu kuishi na wiki, sijui kama anaweza kuendelea kufanya kazi kwenye nyumba ya mshikaji ambaye anaitwa Jamal. Na mshikaji alimleta mtoto wa kike mpaka nyumbani. Bidada alikuwa mnyonge kweli, kwani anaumwa. Na mshikaji kagundua anaumwa. Basi Mwamba akamwambia, basi hakuna shida, wewe tulia hapo. Lakini bidada akamwambia, nitapaki kila kitu, nitaondoka kwa sababu najua siwezi kuendelea kufanya kazi hapa. Na kwa sasa hivi siwezi kuiambia familia yangu kwamba mimi naumwa. Kwa inabidi tu niende sehemu nipoe mpaka pale ambapo muda utafika wa kuambia wazazi wangu kwamba naumwa. Mshikaji akamwambia, kuna shida, unaweza kubaki tu, utakaa hapa, kuwa na amani. Ukiamua utakaa wiki, mwezi, miezi, ni wewe tu. Hata ukiamua ukae mpaka siku yako ya kifo, utakaa tu kwa sababu wewe ni mtu wa kufa. Kwa wewe ni mtu wa kufa. Kwa mwezi 1 tu ukikaa hapa na hizo wiki ukafa, fresh, tukua na amani. Bidada ni analia kwa sababu haamini kabisa eti yeye ni mtu wa kufa. Lakini alikuwa akimshukuru Mwamba kwa sababu Mwamba kamtendea wema. Unajua mshikaji anaonekana kama vile ni mtu mwenye roho mbaya, mwenye rongo, mwenye majibu mabaya, lakini ni mtu ambaye anajari. Zile ni sheria zake. Unajua kila mtu ana mfumo wake wa kuishi kwenye hii dunia. Lakini sio kwamba ni mtu mbaya, ni mtu mzuri eti. Na wakati mwingine bidada utoka uamini kwamba alikuwa akilia. Analia kwa sababu ni mengi kweli ambayo anayapitia. Mshikaji katimba kamwona bidada alikuwa akilia, akabaki anamshangaa. Mimi sidhani kama kulia ndo majibu. Kulia sio jibu tosha kwa sababu hata ukilia bado utakufa tu. Yaani usisahau kwamba una mwezi 1 na wiki kadhaa utakufa. Tutakuzika na tutakusahau. Kwa hata ukilia ubadilishi chochote. Unadhani ukilia ndo utakufa? Wewe ni mtu wa kufa tu. Na usisahau kwamba sio peke yako ambaye unakufa. Kila mtu anakufa. Ila kitu kinachouma ni kwamba wewe peke yako ndo unaijua siku yako ambayo utakufa. Unajua kabisa umebakiza mwezi 1 wa kufa. Ila mimi nikwambie tu, hiyo ndo tofauti yako wewe pamoja na watu wengine. Mfano mimi hapa, mimi ni mzima, lakini naweza nikatoka hapa kuelekea zangu kazini, nikapata ajali na nikafa. Na nilikuwa sijui siku yangu ya kufa. Kwa hata kama unajua siku yako ya kufa, kuwa na amani tu. Mimi silie eti kwa sababu mimi naumwa, eti kwa sababu naelekea kufa. Nalia kwa sababu ya mamaangu. Mamaangu anaumwa kweli. Ni vipi nitamhudumia? Kwani sina kazi, hakuna chochote ambacho nakifanya. Bidada alikuwa akilia kwa sababu madhake anaumwa. Bili hospitali ni nani atalipa? Kwani yeye anaenda kufa tu baada ya mwezi 1 na wiki kadhaa. Ni nani ambaye atamhudumia mama yake? Kwani yeye ndo amekuwa tegemezi kwa mama yake. Yeye ndo amekuwa kila kitu kwa mama yake. Bidada alikuwa akilia kwa uchungu.
Analia eti mpaka mshikaji alimuonea huruma, kwani udada anategemewa. Na wakati mwingine bidada alikuwa akiendelea na majukumu yake kila siku. Na mshikaji kamfuata. Sobe, yes Jamari. Nimekuja hapa kwa sababu ya lile jambo lako la mamako. Uliniambia mamako anaumwa na issue ni bili za hospitali, si ndio? Basi hakuna shida. No problem. Mimi nitalipambania hilo. Nitakisha kwamba nalipia bili zote za wiki nzima, bili zote za mwezi mzima, bili zote za mwaka mzima, na bili zote za miaka 10. Nitamlipia miaka 10 bili mamako. Maana najua wewe ni wakufa tu baada ya mwezi mmoja, wala usijari. Mamako atabaki na bili ya mwaka mzima hospitali. Na mshikaji kampatia cheki mtoto wa kike. Bila kuiangalia hakuamini. Lakini mimi siwezi kukulipa hii hela, najua huwezi kunilipa maana utakufa baada ya mwezi mmoja. Huwezi kunilipa chochote. Nimekupa tu kama favor kwa sababu unajua wewe ni maiti mtarajiwa, unaenda kufa muda so mrefu, huna kitu ambacho unaweza kunilipa. Nimekupa kama offer. Bidada hakuamini, akawa anamfuata mshikaji kumkumbatia. Jamani, unajua t-shirt yangu ni ya bei ghali, unaanza kufutia machozi kwenye t-shirt yangu. Lakini bidada hakuwa na namna kwa sababu mshikaji kamtendea wema wa ajabu. Nimekwambia t-shirt yangu ni hela nyingi. Samani, ila asante sana. Mshikaji kampatia pesa bure kabisa huyo bidada. Na utokauamini kwamba mwamba kalipia bili zaidi ya milioni 1.5 kila mwezi. Na ni kwa miaka 10 eti. Bidada haamini. Mshikaji ni mtu mzuri vibaya mno. Mwamba ni mtu mwema. Hii barabara. Wakati mwingine bidada alikuwa amepoa zake hapa anacheki TV huko anakula zake popcorn pamoja na juice. Muda si mrefu mwamba katimba hapa. Bidada akawa anajiandaa kujichenga. Wala usijari. Kuwa na amani. Poa tu hapo mtoto wa kike. Naona walikuwa wanaenjoy hapa na cheki zako movie. Mshikaji unajua bana anafuata kile ambacho daktari alimwambia kwamba udada inabidi aweze kumkea. Mshikaji kanamwambia kaa chini. Nikae. Yes kaa hapa. Basi bidada akawa na kazi zake chini pale. Mdogo akawa anacheki TV. Na kama unapenda sana TV, ndio? Ni kitu ambacho nakipenda. Alafu hii movie inachekesha na kufurahisha kweli. Hata ukiangalia hata wewe utafurahi na utacheka kwa sababu ni movie nzuri. Mimi siwezi kucheka. Alafu movie sio vitu vyangu. Mimi niko busy na kazi, alafu hakuna movie ambayo inaweza kanichekesha kwa sababu mimi ni mtu serious kweli. Bila akasema hii lazima ucheke. Hii lazima ucheke. Kama unabisha tuwekeane hela. Weka hela, niweke hela. Na issue ni ndogo tu. Kwa kuwa unanilipa 3.5 kila mwezi, basi utadabo mshahara wangu baada ya kuangalia movie na kucheka. So bidada akataka mshikaji na yeye waweze kubeti. Mwamba waangalie movie, mwamba akicheka tu mshikaji atamlipa mshahara wake mara 2 mwisho wa mwezi. Lakini asipocheka mshikaji, basi bidada hatolipwa kabisa mshahara wake. Deal. Wakawa wameka deal pale na bidada akatia movie pale. Mshikaji si anajitia komando eti achekaji. Hakuchukua laundi mshikaji. Utokaa uamini kwamba mwamba akawa anacheka pale. Na alicheka vibaya na bidada akaona sasa nimekushinda kubababake, unanilipa hela yangu. Bidada alikuwa happy vibaya mno kwa sababu kamshinda mshikaji ambaye anaitwa Jamal. Na ilikuwa ni happy vibaya mno, yani ilikuwa ni happy. Hii barabara. Wakati mwingine bidada aliendelea na majukumu yake kama kawaida na alimletea mshikaji kinywaji hapa. Lakini mshikaji akasema kuna kitu inabidi ukiache sasa hivi. Bila kabaki anashanga nini? Uniform zako hizo sitaki uvae tena. Kwa nini nisivae vipi? Zimekuwa mbaya? Hapana, ni kwa sababu wewe kwa sasa hivi hapa sikuchukuli kama mfanyakazi wa ndani na kuchukulia kama rafiki. Kwa hiyo sitaki uendelee kuvaa manguo. Nataka kuona ukivaa nguo za kawaida tu kama watu wengine. Una uhakika na kitu ambacho nakisema? Mshikaji kasema yes. Unajua bana sheria inasema hivi ni lazima bidada aweze kuvaa uniform. Lakini mshikaji eti anamwambia kwa sasa hivi hatakiwi kuvaa uniform. Bidada haamini. Na ni kwa sababu mshikaji kwa sasa hivi anamchukulia kama rafiki. Utokaa uamini. Wanakula pamoja sasa hivi, wanaenjoy kama marafiki kweli eti. Mshikaji anamchukulia dada kwa sasa hivi ni kama rafiki. Wanacheki movie kwa pamoja. Ilikuwa ni furaha kubwa vibaya mno. Kuna muda wanabishana, wanashindana, mshikaji anamwambia tulia wewe. Lakini katika tulia hawa ni jinsia mbili tofauti bana. Mshikaji akawa anamsogelea bidada, anataka kupata juisi ya miwa. Wewe samani, I'm so sorry ya kiatu. Lakini mshikaji huwezi kuamini ni kwamba amejikuta kama vile anavutiwa na udada. Unajua kikweli tangu umekuwa karibu na mimi ni kama unanichanganya eti. Ni kama ubongo wangu unapagawa. Unaingia moyoni kwangu, unaingia kwenye akili yangu, unanichanganya sana wewe dada. Hata wewe pia unanichanganya sana Jamari. Nakupenda Sobe. Nakupenda pia.
Wewe nakupenda pia. Na kilichofuata ni hiki hapa. Mshikaji, hutoka uamini, alimtafuna bidada. Mwamba alikula kitumbua cha mgonjwa, hajali ni mgonjwa. Alikula kitumbua chake. Mshikaji alimjunja bana, alimtafuna. Yani ni humutu. Na baada ya mshikaji kuweza kutafuna kitumbua cha mgonjwa, kamchukua mgonjwa taratibu. Ukumbuke huyu dada ana mwezi mmoja tu wa kuishi, na mshikaji alikuwa amemwandalia bonge la surprise. Taratibu mgonjwa, haya nikisema fumbua ndo nafumbua. Haya fumbua, bidada kufumbua. Anakutana na keki imeandikwa, unaweza kuwa girlfriend wangu. Bidada haamini. Hivi ni kweli au si kweli? Ni kweli. Tafadhali naomba uwe mpenzi wangu eti. Bidada haamini. Mshikaji yuko serious kabisa, anamuomba wewe wapenzi. Kwa mshikaji katafuna kitumbua cha mgonjwa bila kuwa wapenzi, alafu baada ya kutafuna eti ndo anamuomba wewe wapenzi. Mwamba ni muuni huyu. Na ndo maana na macho manne. Macho yake na macho ya glasi. Bidada mpaka analia. Mwamba kamfanyia surprise ambayo hakutegemea kabisa. Hakutegemea kama mshikaji angeweza kumuomba kwamba wewe wapenzi. Bidada anajikuta tu analia eti, kikweli nimekubali, mimi ni mpenzi wako. Makumbato bana. Hakuna kitu kitamu na kizuri kama kupata mpenzi eti, hususa yule mtu ambaye unampenda. Cheki bana, mshikaji kila siku ni mazawadi, alafu anaenda kwa babake. Cheka bidada kanavyotabasamu vizuri. Nigeria naenda kwa babake. Nikamchukua mtoto wa kike ambaye anakuwa jina la Sobe. Kikubwa tu msiache kunichangia nauri mashabiki zangu. Nije na huyo mtoto wa kike Bongo, tuje tuvimbe naye, au mnasemaje mashabiki zangu? Na bidada alikuwa happy kutokana na kitu ambacho mshikaji alikuwa akimfanyia. Anajikuta anamkumbatia tu, kwani Mwamba amekuwa ni mtu mzuri kwa upande wake. Na mshikaji alizidi tu kujilia kitumbua cha mgonjwa. Utamwambia nini? Mgonjwa analiwa kitumbua cha mgonjwa, mshikaji anakinchonja. Na ni wakati mwingine walikuwa akipiga story ya wawili. Ilikuwa ni furaha kubwa kwa sababu kwa sasa hivi wamekuwa ni watu ambao wanaelewana vibaya mno. Na bidada akanamwambia ngoja nikakuchukulia msosi. Akawa ananyuka kujichenga, lakini hutoka uamini. Pale bidada alizidiwa na akazimia pale. Mshikaji huwezi kuamini kwamba katamaki. Mwamba alipagawa, na ni mwezi mmoja umepita sasa. Bidada ndo anaelekea kufa ama walitimba mpaka hospitali. Hutoka uamini majibu ya daktari. Samahani, siku ile wakati mmekuja kuna mdada alikuja hapa naye alikuwa anaitwa Sobe. Kwa nilichanganya majibu. Kwa daktari unataka kuniambia kwamba mimi sina kansa? Ndio, hauna kansa. Nilichanganya majibu. Naomba mnisamee kwa sababu nilifanya makosa. Unajua siku ile tulikuwa wawili. Kwa mtu ambaye nilikuwa naye ndio alichanganya majibu kulingana na majina yenu. Kwa naombeni mnisamee sana tena sana. Kwani yule dada ambaye alikuwa akiumwa kansa ameshapoteza maisha, lakini wewe huna kansa kabisa. Bidada alipagawa. Kwa nataka kuniambia kwamba mimi siwezi kufa kabisa baada ya mwezi sijui wiki mbili baadaye sijui. Huwezi kufa ndio, kwa sababu daktari kasema huna kansa. Ndio, huna kansa. Ila cha msingi nilikuwa naomba mnisamee tu, alafu daktari akawa anajichenga. Bidada kapagawa, kachanganyikiwa. Jamaa, sina kansa eti. Sina kansa mimi. Bidada alikuwa happy vibaya mno na mshikaji akawa anamkumbatia pale. Ni kwa furaha kinoma noma, kwani bidada hana kansa. Wewe, bidada alienda kuandaa bonge la waini. Alikuwa happy vibaya mno, sina kansa. Wewe, akawa anamtilia mshikaji kinywaji, lakini mshikaji alikuwa hana hiyo furaha kabisa. Alikuwa hayupo happy hata kidogo. Bidada anafurahia, lakini mshikaji hana furaha hata kidogo. Sijui shida nini? Mbona Mwamba kitanda cha bidada kuonekana amepona yeye afurahi? Simama basi tu enjoy. Simama bana. Na wewe mshikaji anasimama tu kwa kuvutwa, lakini hana furaha hata kidogo. Bidada anakunywa waini, ana enjoy. Wow, nimepona sasa, najifili furaha. Happy kama zote. Bidada anacheza, lakini mshikaji ni anamzumu tu. Mwamba kuishia hapo. Bidada akimfuata ende kutafuna kitumbua chake, Mwamba anagoma. Eti yuko bize. Alikuwa akitafuna wakati bidada mgonjwa. Mbona amepona mshikaji akitaki? Au Mwamba ndo tabia zake, anapenda vitumbua vya wagonjwa? Bidada akabaki anashangaa. Yaani nimepona, hataki kutafuna kitumbua changu? Au anapenda vitumbua vya wagonjwa? Kama anapenda vitumbua vya wagonjwa siende hospitali. Wanakula, bidada ana furaha, lakini mshikaji asemi lolote, azungumzi lolote, hana furaha kabisa yani.
afurahi eti bidada amepona. Wakati mwingine bidada alimfuata mshikaji na akawa anamuita Jamari, lakini Mwamba kimya. Jamari, Mwamba kimya. Jamari, mshikaji hasemi chochote. Bidada akabaki anashangaa, huyu mtu vipi? Bidada kabidi amfuate pale. Jamali, kwani shida nini? Kama kuna tatizo niambie. Mbona tangu daktari ameniambia kwamba mimi nimepona, sina kansa, huna furaha kabisa? Kwamba hujafurahia kwamba mimi nimepona na siende kufa tena? Au ulitaka mimi nife, ndio? Ndio. Sijafurahia kabisa. Bidada kabaki anashangaa. Kivipi, unamaanisha nini? Sijafurahia wewe kutokufa kwa sababu nilitaka wewe ufe. Ndio, nilitaka ufe. Ungekufa mimi ndo ningefurahia kwa sababu hayo ndio ilikuwa matarajio yangu. Na nilikupenda kwa sababu unaumwa. Na nilikupenda kwa sababu ulikuwa ni mtu ambaye unakaribia kufa. Lakini baada ya kusikia kwamba wewe ni mzima, kikweli nimejikuta sikupendi tena. Sina hisia na wewe. Bidada haamini. Hajawahi onaga kitu kama hichi. Eti mtu anampenda mtu ambaye anakaribia kufa, alafu amesikia kwamba kumbe aumwi ilikuwa ni makosa. Mwamba hampendi tena. Kivipi? Inawezekanaje? Yaani kwa maana hiyo wewe unafurahia mimi kufa? Ndio nafurahia. Na ningependa kweli kama ni kweli ulikuwa unaelekea kufa, na ndio maana nikawa nakujali na kukia na kufanyia chochote ambacho nakitaka. Lakini nimegundua hata mtu mwenyewe uelekee kufa, mimi kikweli sikupendi tena. Sipendi watu wanaoishi, mimi napenda watu wanaokufa. Bidada alipagawa, alichanganyikiwa. Huyu mtu gani? Huyu pepo au Israeli au mdogo wake na shetani? Utokao uamini. Huzuni. Na mshikaji alimfuata, kwani bidada alikuwa na huzuni vibaya mno. Kikweli ndo hivyo. Hatuwezi kubadilisha chochote. Kwa sasa hivi sina hisia na wewe kabisa. Kwani nilikupenda na kukulinda kwa sababu ulikuwa mgonjwa, na ndio maana nilipambana kwa njia yote ili mradi nikulinde. Kunilinda, si ndio? Yaani kunilinda. Jamali, unanishangaza kweli. Unanishangaza mno. Yaani unanishangaza vibaya mno. Sijui unaga mwanaume kama wewe. Ndio hivyo bana. Hakuna namna, inabidi tu nielewe. No way, inabidi tu uelewane na maamuzi ambayo mimi nimeamua. Mimi kikweli nilifanya vile kwa sababu wewe ni mtu ambaye ulikuwa unakaribia kufa. Kwa nilijikuta na kupenda na jikuta na kuonea huruma, na ndo maana nikafanya vile. Kwa nini sasa ulilala na mimi? Ulininjunja, ukanikamua kwamba unapendaga vitumbua vya wagonjwa, au umesikia mimi ni mzima alafu unitaki? Kwamba hujawahi kunipenda. Kwa kila kitu ambacho kilikuwa kikiendelea ulikuwa unaigiza kwa sababu ulikuwa unatambua naelekea kufa. Hazikuwa hisia zako, si ndio? Kwa ulikuwa huna hisia na mimi. Mshikaji kanyanyuka. Hawezi kuongea sana. Anachokiamua ndio kinachokuwa. Kuanzia sasa hivi inabidi urudi kwenye uhusika wako. Kwa sasa hivi utakuwa kama mfanyakazi wangu wa ndani tena. Masuala ya mapenzi mimi na wewe is over. Wewe mwanaume ni shetani. Wewe ni shetani. Sijonaga shetani kama wewe. Wewe ni ibilisi. Yaani wewe na shetani mnakaa kushoto na kulia. Wewe ni mbwa. Wewe ni takataka. Umenichezea. Umechezea hisia zangu Jamari. Umenitumia, ulitafuna kitumbua changu wakati naumwa. Unapenda kitumbua cha wagonjwa. Wewe mchawi wa Israeli mtwalo. Utakuja kunitafuta siku moja. Utakuja kunikumbuka Jamal. Alafu bidada hakawa anajichenga. Hawezi kurudi kuwa kama mfanyakazi wa ndani. Na alikuja kwa rafiki yake anaitwa Anita. Na hata mwanzo wakati amepata kazi kwa mshikaji alikuwa anakaa kwa rafiki yake hapa. Na rafiki yake alimpokea kwa moyo wote. Na baada ya mwezi mmoja kuweza kupita, utokao uamini, Mwamba alijikuta na misi bidada. Anamuota kila siku, anamuwaza, anamfikiria. Mshikaji kaona usintanie. Mwamba kabidi aanze kumtafuta kwa sababu ni mwanamke ambaye ameshamzoea, amejikuta anampenda. Na sio kwamba mshikaji alikuwa anamtafuta tu pasina kuwa na address. Ana address, anajua ni sehemu gani ambayo ataenda kumpata. Na alitimba mpaka hapa. Bidada kabaki anashangaa. Ni kuamini kwamba mshikaji angeweza kuja hapa. Bidada akawa anamuuliza, "Umepajuaje hapa? Na umefikaje hapa? Kwenye CV zako uliweza kutoa location ya sehemu ambayo ulikuwa ukiishi?" Okay, fresh. Nini ambacho kimekuleta? Kwa nini upo hapa? Nini ambacho kimekuleta hapa? Mshikaji akanamwambia, "Nataka uweze kurudi." "Kivipi yani? Kwa nini rudi? Kama mfanyakazi wako wa ndani au ndio unachokitaka?" "Hapana, kama mpenzi wangu." Bidada kawa anacheka pale. Jamali, unaniona mimi bongo yoyo, si ndio? Unaniona mimi kalungu mimi mpumbavu. Nirudi kwenye nyumba yako kama mpenzi wako tafadhali. Nakuomba, najutia kwa kile ambacho nilikifanya. Nakupenda eti. Hujawahi kunipenda Jamali.
kiukweli mimi nakupenda sana eti. Tafadhali nakuomba rudi nyumbani, mimi nakupenda. Bidada hakuna kitu ambacho anakielewa. Anachokitaka ni kwamba mshikaji ajichenge. Hawezi kuamini eti kwamba eti mwamba anampenda, ni kitu ambacho hakiwezekani. Toka nje fala wewe. Toka nje, unaona mimi kalongo yeye. Unaona mimi eti kapumbavu kajinga. Nitokea hapo mshamba wewe. Mshamba wa mapenzi. Unapenda vitumbua vya wagonjwa. Wazima pumbavu. Bidada akaenda kupua zake. Ni huzuni kwa sababu hata yeye anampenda kweli mshikaji ambaye anaitwa Jamal. Na baada ya siku 3 kuweza kupita, utoka uamini, bidada anafungua mlango, anakutana ujumbe wake. Hii ni bahasha yako, nimepewa nikupatie. Ndio anasema hii bahasha vipi tena? Akisoma pale imeandikwa kwa nje Jamal special kwake yeye. Basi bidada mdogo ikabidi afungue kuangalia ni nini. Utoka uamini, mshikaji kamtumia cheki tena ya milioni 10. Bidada haamini, milioni 10 haiwezekani. Bidada kuamini, alipagawa, alichanganyikiwa. Milioni 10 mshikaji kamtumia. Bibi wako akikuzingua, mkizinguana ukaona amekununia, mpela. Bidada alimpigia yeye mwenyewe mshikaji ambaye anaitwa Jamal. Alimpigia yeye mwenyewe na akamwambia njoo tuongee. Wewe cheza na pesa nini? Pesa bana ina nguvu vibaya mno. Alafu wanawake wanapenda hela. Hakuna mwanamke kwenye hii dunia ambaye apendi pesa. Ukimpa pesa tu kila kitu kinakwisha. Mpela. Mpe pesa. Na mshikaji kwa maana nyingine alizidi kuomba radhi kwa bidada ambaye anaitwa Sobe. Na alikuwa akimwambia tafadhali naomba nisamehe kwenye hilo, kwa sababu najua nilifanya makosa. Nilifanya vile kwa sababu kukusaidia tu, kwa ni mtu ambaye ulikuwa umepoteza tumaini. Na daktari alisema kwamba inatakiwa uweze kupewa umakini na uweze kupewa furaha muda wote. Inaweza kukufanya ukadumu kwa muda mrefu. Kwa nilifanya vile kwa sababu tu ya kukufurahisha. Lakini cha ajabu, nimejikuta nimeingia kwenye huba. Nimejikuta nimeingia kwenye mapenzi. Nimejikuta nakupenda. Tafadhali nakuomba, naomba nisamehe kwa kila kitu ambacho nilikifanya. Naomba tuanzishe upya safari yetu. Naomba tupendane. Bidada haamini, mshikaji ananyuka mpaka magoti. Ni kweli kabisa, mshikaji anadhihirisha kwamba anaomba msamaha kweli. Na utoka uamini ni kwamba bidada hawezi kushindwa kumsamehe mshikaji. Kamchapa na milioni 10. Hata kama ungekuwa ni wewe mdada ambaye unaangalia hii picha, najua ungemsamehe tu. Bidada alimsamehe mshikaji ambaye anakuwa jina la Jamal. Unaambiwa hivi, mkono mtupu au lambwi. Hii ndo tafsiri yake. Na alikuja kuoana bana na Mwenyezi Mungu. Alikuja kuwa bless. Ukaja kupata kitoto cha kiume na ukakiita Genius. Wewe. Wanalipenda jina langu vibaya mno, wanalipenda kindaki. Mimi ni Genius, sauti ya Simba. Namba zangu ni hizo hapo. Kuna watu wengi wamekuwa kiniuliza kwamba Genius, hivi yule msanii wako kamba The Don hajatoa wimbo mpya? Habari ni kwamba ametoa wimbo mpya, na kwa sasa hivi huwezi kuamini kwamba ametoa na Chino Wanaman. Cha msingi tu ingia YouTube pale upande wa kusearch, kasearch andika kamba The Don na Chino Wanaman. Utaiona ngoma kama ambavyo inaonekana kwenye screen yako hapo. Utakachofanya utaibofya na kwenda kusikiliza mwanzo mpaka mwisho. Baada ya kufanya hivyo, usisahau kuweza kudondosha comment yako na kuweza kuniambia kwamba Genius, nimeijua hii nyimbo kupitia wewe. Jamani, mumsupport msanii wangu. Huyo ni msanii wangu, mimi ni meneja wake. Msupportini jamani kama ambavyo mnanisupport mimi, Genius.